لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. الدين نصيحة، ديني نكوبيانا نصاحة، ديني نكونسحيانا. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا فيه كتاب الله قد نزل، توبى لعبد أطاع الله مجتهدا، وبذكر فيه أو القرآن مشتغلا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. أما بعد، mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa Ahamiyatu Dua, kipindi hewani ni umuhimu wa dua. Tukiwa katika ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha, ikiwa leo ni mwezi 16 Ramadhani 1446 Hijria. Leo tutajifundisha jambo la msingi sana ambalo ulama wameligawanya katika makundi mawili. As-siyamu fi lugha, wameligawa katika lugha ya Kiarabu, wasiyamu fi shar'i, na wakaligawa neno hili asiyam katika maweko ya kisheria. Kwa hivyo katika siku ya leo tutaizungumzia asiyamu fi lugha, na insha Allah taala kesho panapo uhai na siha tutaizungumza asiyamu fi shar'i. Amma asiyam fi lugha al-imsaku bi shay'in. Neno hili asiyam katika lugha ya Kiarabu ni kujizuia kutokana na kitu. Kitu chochote utakachojizuia nacho kinaweza kikaleta maana ya neno hili asiyam. Na ndio maana ukichukulia mfano wa safari, umejizuia kutokana na safari, unaweza ukasema sumtu safar, yani nimejizuia kutokana na safari, au nimefunga kutokana na safari, kwa maana sitokwenda. Hata al-kalam, na inakwenda katika namna hiyo hiyo ya kujizuia mpaka katika maneno. Na katika maana hii ndio tunapata kile kisa kilichotajwa katika Qur'an cha Sayyida Maryam binti Imran, mama wa Isa, mtoto wa Maryam. Sayyidina Isa alayhi salatu wasalam, mama yake alikuwa amesemezwa maneno wakati wa mimba yake, na akasemezwa maneno baada ya kujifungua mtoto wake. Na maneno haya ilikuwa ni maneno ambayo ya kumtia chuki, ya kumfanya ahuzunike, kwa sababu Maryam alilelewa katika malezi mazuri na mzee wake, mzee Imran. Kwa hiyo kupata kwa mimba pasi na kuolewa kisheria iliwashughulisha watu, wakataka kusema hili na lile ili Maryam apate kuwajibu maneno, lakini haikuwa hivyo. Na hata baada ya kujifungua wakawa na maneno, kamezaliwa katoto hakana baba, Maryam kadha, Maryam kadha, kamtoa wapi mtoto huyu? Watu wanazungumza. Hata walipomfikia mwenyewe wakamwambia maneno kadha wakadha kuhusiana na mtoto, lakini wakati huo tayari kashapewa majibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Majibu aliyopewa, fa imma tarayna min albashari ahada faquli inni nadhartu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya. Mwenyezi Mungu alishampa majibu Maryam, ukimwona yoyote anakuuliza habari ya mtoto huyu, basi majibu yako ni kusema kwa mtu huyo, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nadhiri ya kufunga, falan ukallima alyawma insiya, hivyo leo sitosema na mtu wa aina yoyote. Na kweli Maryam walipokwenda wakamuuliza, hakusema chochote zaidi ya ishara. Fa asharat ilayhi, aliwapa tu ishara kwa yule mtoto wake, kwa maana kamuulizeni mwenyewe, lakini mtoto mdogo kazaliwa, bado mdogo. Wakasema kaifa nukallim man kana fil mahdi sabia, vipi tunaweza kuzungumza na mtoto mdogo kawekwa kwenye mahdi, kile kijitanda cha watoto? Yani hawezi hata kutoka mwenyewe pale alipowekwa, hawezi kuhama alipowekwa mwenyewe kwa hali ya utoto wake. Habari yake ni ndefu, lakini mahalu shahid
inni nadhartu lirrahmani sawma, mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu, nadhiri ya kufunga. Kwa maana hawezi kuwajibu maneno falan ukallima al-yawma insiya, leo sitosema na mtu wa aina yoyote. Ndugu yangu mfungaji wa Ramadhani, ikiwa maana ya siyam katika lugha ni kujizuia kwa namna yoyote, hata al-kalam, hata maneno unayoyazungumza, je, umeshajizuia kutokana na maneno unayoyazungumza katika mchana wa Ramadhan? Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi Ash-Shirazi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.